Uhali gani mtazamaji wa Kisima cha Uzima Online TV? Siku ya leo ninakuletea kipindi chetu kizuri kinachoitwa Hekima za Maisha. Na mtangazaji wako wa siku ya leo ninaitwa Oscar Baltazar Chalamila. Na ndani ya kipindi hiki cha Hekima za Maisha tunakwenda kuangalia mada moja ambayo inaitwa msaada katika maisha. Msaada katika maisha. Na kabla ya kuiangalia hii mada ya msaada katika maisha ndani ya kipindi hiki cha Hekima za Maisha, nataka tuangalie msemo ambao umebeba mada yetu. Na msemo wenyewe unasema hivi: hakuna msaada unaotoka kwa mwanadamu yoyote isipokuwa ameguswa na Mungu. Na hakuna msaada wowote unaotoka kwako kwa ajili yako isipokuwa umeguswa na hitaji lako. Nitarudia. Hakuna msaada unaotoka kwa mwanadamu yoyote kwa ajili yako isipokuwa ameguswa na Mungu. Na hakuna msaada wowote unaotoka kwako mwenyewe kwa ajili yako isipokuwa umeguswa na hitaji lako. Siku zote hekima huongezeka endapo hitaji ni kubwa. Na hiyo ndiyo kawaida ya maisha. Ukiona hekima yako ni ndogo juu ya hitaji, basi hitaji hilo ni dogo. Sasa, kwa nini huwa tunapambana katika kutafuta msaada na tunashindwa kupata? Ni kwa sababu tumekosa hekima inayotusaidia kujua ukubwa wa hitaji. Nitakutolea mfano mmoja ambao utakupa picha kwa ajili ya hii mada katika kipindi chetu hiki kizuri. Siku zote mwanafunzi anapokuwa anafeli katika mtihani, hajajua ukubwa wa matokeo ya kufeli kwake ule mtihani. Lakini laiti akijua ule mtihani una matokeo gani baada ya kufeli, ndipo atakapoongeza juhudi za kufanya vizuri. Maana yake ile juhudi imetokana na hekima aliyoipata baada ya kulitafakari kosa lake au hitaji lake. Hekima huwa inazungumza hivi: maishani, katika maisha au maishani, suluhu zipo. Hakuna tatizo ambalo halina suluhu, ila inategemea na namna ambavyo unalichukulia hitaji lenyewe. Tuanze katika ile kauli ya kwanza kwamba hakuna msaada unaotoka kwa mwanadamu yote isipokuwa ameguswa na Mungu. Wanadamu tunaona matatizo ya watu ambao tunaweza tukawasaidia. Unamwona kabisa huyu anahitaji kula, na ili ale anahitaji shilingi 500 tu asubuhi alipashe tumbo lake. Lakini kwa nini haumsaidii? Kwa sababu bado Mungu hajakugusa kuhusu hitaji lake. Lakini endapo Mungu angekuwa amekugusa, ungejua ninapaswa kumsaidia mtu huyu. Na Mungu hakugusi kana kwamba tunaguswa na wanadamu, unashtuliwa begani, blaza msaidia. Hapana. Mungu anakugusa katika namna tofauti. Namna ya kwanza, lile hitaji unapolichukulia ndipo ambapo Mungu amekugusa. Lile hitaji unavolitathmini ndipo ambapo Mungu amekugusa. Lile hitaji utakavoliona kwa upande wako ndivyo ambavyo Mungu atakugusa. Kwa hiyo, ili uweze kupata msaada kutoka kwako mwenyewe, inabidi uhakikishe kwamba unaangalia ukubwa wa hitaji. Huwezi ukaishi na kitu ambacho kinakusumbua na kina matokeo mabaya katika maisha yako na usihangaike kupata suluhu. Ukiona upo hapo, basi ujue hekima katika maisha yako au katika ubongo wako bado ni ndogo sana. Siku ya leo mimi sina la ziada katika kipindi chetu hiki ambacho kinazungumzia hekima za maisha. Lakini wiki ijayo tutakuja na mada nzuri ambayo inazungumzia hekima za maisha. Na mada hizi zitakusaidia kuvuka katika hatua moja mpaka hatua nyingine. Hasa leo ambavyo tumeangalia katika swala la msaada kwenye maisha. Asante kwa kufuatilia chaneli yetu hii ya Kisima cha Uzima Online TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kulike na kushare chaneli yetu hii. Asante sana. Kisima cha Uzima Online TV. Injili ifike.